nini vijana wengi wanafilisika na wanatoka katika reli pale ambapo wanataka kuanzisha maisha yao katika mlengo mzima wa kufanya biashara? Kinachowaponza vijana wengi ama watu wengi ambao hawana elimu ya kutosha katika mlengo mzima wa biashara ni kitu kimoja tu. Kwa mfano, unakuta kijana ana mtaji wa milioni 5 na anasema nataka nianzishe labda duka fulani la bidhaa fulani, ni sawa, na anaenda na tafuta eneo pengine ni zuri tu, wateja wapo maeneo hayo. Anapopata ile frame, anachokifanya anaanza ukarabati, tuseme maboresho ya eneo lile. Atachukua, ataenda sijui anafanya decoration, sijui anaweka hiki, anaweka kile, anaweka vile, anachora maua, anachora matatu, sijui anachora maurembo mle ndani ya frame ili sijui ndo yawe sijui picha sijui nini. Hivyo vyote vinakula hela. Alikuwa na milioni 5 kama mtaji, anajikuta ametumia milioni 2 kama sehemu ya kurekebisha chumba tu ili kionekane sijui nini, kina mandhari nzuri. Kitu ambacho anashindwa kuelewa kabisa, biashara, urembo wa duka si michoro na nini na mapambo uliyoweka mle. Uzuri wa duka ni aina ya bidhaa ulizoziweka ndani ya duka lako kwenye frame yako, ndio uzuri. Sasa ona, kuna mtu anaanza hapa chora ua, hapa sijui chora nini, hapa tuweke tiles sijui za namna gani zile zinaonyesha kama ua fulani. Ni uharibifu tu wa fedha. Ukipamba duka lako kwa bidhaa ambazo zinamvutia mteja, hakika utamzidi yule ambaye anaanza kujitengeneza sijui hapa tuweke nini, sijui tuweke ni maua gani. Huo ni ujinga, upotevu wa akili. Tumia faida, mtaji kuanzia kwenye hali iliyopo ya mazingira ulionayo. Baada ya hapo, hela zikikuzidia, ndio utakuja kuanza kuboresha kwamba hapa nilipaswa kuweka tiles japo nilianza na simenti ya kawaida ama sakafu ya kawaida. Hapa ilibidi niweke mlango wa kioo lakini nilianza kwenye mlango wa labda wa grill. Lakini wengi wanaanza na kufanya mambo kabla hata faida yenyewe hawajui, mazingira ya biashara hawaelewi. Mwisho wa siku, mwaka mmoja, miezi 6, miaka mitatu, sana ikienda ni miaka 2, huwa wazidi hapo. Mwaka mmoja 2, frame amerudisha na kuuzia bila ambao alikuwa amebakia, anarudi kwenye maisha ya kuyumba. Shida ni nini? Ndio hiyo, kuonesha ufahari kwamba hapa kusubiri nini kwa fulani, unaweka na mabango ya makubwa nini. Hayo mabango ni gharama, ni hela zinaliwa pale, zinakuwa zinachota kwenye ule mtaji ambao unapaswa kuweka bidhaa ambazo zitakuja kuletea faida. Sasa vijana wengi akili sijui zimelala kwenye matope. Hebu Mungu awasaidie.